kwa ajili ya ibada njema hii ambayo Bwana umekwenda kuiandaa kwa ajili yetu. Nasi tunatuweka Baba tukikabidhi chini ya mkono wako wenye nguvu, chini ya mkono wako usioshindwa, chini ya uweza wako wenye mamlaka. Tunakaa mbele zako asubuhi ya leo ili Bwana ukapate kutuweka katika msingi wako, mahali ambapo neno lako limesema ulipofufuka ulituweka hapo. Na siku ya leo ni matamanio ya mioyo yetu tukakae mahali hapo, na si kukaa tu bali tusiondoke mahali hapo. Ninakushukuru kwa sababu neema yako Baba inatosha, na katika yale ambayo Bwana umeyakusudia katika maisha yetu, basi Baba ukayatimize kwa utukufu wako, kwa uweza wako wa pekee, wala usiangalie madhaifu yaliyo kwetu, bali Bwana udhihirisho wako Baba ukathibitike kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Tumejiweka wakfu chini ya uweza wako na mamlaka yako, na wote tuseme amen. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Isipokuwa siku ya leo mmechoka sana. Sijawaelewa mmechoka wapi, wakati ni siku ya ushindi. Mbona mmechoka sana? Bwana Yesu asifiwe sana. Mmechoka sana, lakini pia tunachoka, tunakuwa mwili unalegea wakati Bwana yuko kazini na sisi. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu. Niambariki Mungu kwa ajili yako uliyepata neema ya kuja kwenye ibada ya siku ya leo, ambayo ni ibada ya pekee na ajabu iliyobeba ushindi wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi sitakuwa na muda mrefu wa kusema kwa sababu muda wenyewe haupo. Nitasema kwa kifupi, alafu nitamaliza. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo Bwana ametujalia. Hata tumeiona hii siku ni muujiza. Unajua kuna watu walikuwa wameshapanga na sherehe zao na kila kitu wakaweka sawa jana, lakini leo hawapo na hawawezi kusherehekea walichokuwa wamepanga. Lakini tunambariki Mungu kwamba ametupa neema kuiona hii siku ili aweze kufanya kile ambacho alichokuwa amekusudia kwa ajili yetu. Amina. Kwa hiyo ni jambo la kumbariki Bwana, na nafikiri ni vizuri sana ukampa makofi. Shangilie Bwana. Neema pekee na ajabu. Anastahili kupokea sifa na utukufu. Maana pia hata hao ambao hawapo, sio kwamba alishindwa kuzuia vifo vyao, bado alikuwa na uwezo huo, lakini alipoteza haki ya kuzuia. Kwetu sisi bado amekuwa na haki na sisi, kwa sababu ni watoto wake. Lakini kuna wakati alitaka kuzuia kifo cha mtu, lakini shetani akasimama na haki hiyo ya Mungu, ambaye shetani anaijua kuliko sisi wenye haki tunaijua. Unajua shetani anaijua haki ya Mungu kuliko sisi tuliokoka, na anasimama kwenye haki. Ndio maana Mungu hawezi kufanya kitu cha kujipinga yeye mwenyewe, kwa sababu shetani yuko hapo. Ili Mungu abakie kuwa Mungu, haitajalisha mwanadamu anaumia. Kitakachojalisha ni haki yake ya kumfanya yeye kubakia kuwa Mungu ili itimizwe. Amenielewa bado? Mungu ni Mungu mwenye huruma. Mungu ni Mungu wa upendo. Lakini upendo wake na huruma yake haivuki mipaka ya haki yake. Bado hujanielewa? Ili yeye abakie kuwa Mungu, si kwa sababu ana upendo. Ili yeye abakie kuwa Mungu, si kwa sababu ana huruma. Ili yeye abakie kuwa Mungu kwa sababu anasimama kwenye haki yake. Na kitu ambacho kanisa lilikuja kupoteza ni hiyo haki. Ili kanisa lisiwe kanisa, shetani anapofanikiwa kutoa mtu kwenye haki ya Mungu, yaani haki yetu iko ndani ya Kristo Yesu. Kristo Yesu ametuokoa, ametukomboa. Alafu nikiipoteza haki hiyo ambayo imenihifadhi mimi ndani ya Kristo Yesu, alafu kwa sababu fulani za kuipenda hivyo, za kupenda hivyo, nikaipoteza hiyo haki,
nikatoka ndani ya ile haki. Hata kama Mungu ni Mungu wa upendo, amenipenda kwa namna, atashindwa kunisimamia, kwa sababu atabakia kwenye haki yake, kwa sababu yeye abakia kuwa Mungu mwenye haki. Kwa sababu bado ulimwengu mzima, mimi mmoja nikipoteza haki yake, akashindwa kunisimamia kwenye haki yake, bado kuna wanaobaki wanahitaji haki yake, na yeye lazima abakie kuwa Mungu kwa sababu ya hao waliobaki. Kuna mtu mwenye mimi nasema nini hapa? Sasa mtu aliyeokoka anayefikiria ya kwamba ana haki mbele za Mungu, ambapo hawezi kuitunza hiyo haki. Haki ni dhamana ambaye mtu aliyeokoka ameipokea. Ndiyo maana ni dhamana nyeti, hata ifichwe ndani ya Kristo Yesu. Hamjanielewa bado? Haki tulionayo ndani ya Kristo Yesu, haki tulioipokea kutoka kwa Mungu, ni nyeti kiasi ambacho Mungu aliona hawezi kumpa mwanadamu akabaki naye. Kwa sababu kama kuna kitu shetani anakivizia kwa mwanadamu, ni kuipoteza haki yake. Why? Kwa sababu anajua akiipoteza haki ya mwanadamu na Mungu atabakia kwenye haki yake, Mungu atashindwa kukutetea. Akishindwa kukutetea, wewe ni nyama ya shetani. Akitaka kukuondoa atakuondoa, na Mungu ataangalia macho. Lakini kwa sababu inabidi abakie kuwa Mungu mwenye haki, hata nyoosha mkono wake kukutetea. Unaona leo mimi nasema nini? Hamjanielewa bado? Hamjanielewa bado? Kama kuna kitu mtu aliyeokoka anapaswa kukitunza, kukithamini, ni haki iliyoko ndani ya Kristo juu yangu. Na ili niweze kuithamini haki hiyo, lazima nibaki ndani ya Kristo. Hamjanielewa nasema nini bado? Ili haki hiyo niweze kuithamini, na ndiyo haki hiyo iweze kubeba uhai wake, yani udhihirisho wa uhai wa haki yangu ndani ya Kristo iweze kuwa kwenye utendaji, lazima nibaki ndani ya Kristo Yesu. Sio kubaki ndani ya Kristo Yesu kwa kusema nimeokoka. No, jana nikasema wakati tuliofikia sasa sio wa kuangalia nani anasema Bwana asifiwe. Waizi wanasema Bwana asifiwe. Mapepo wako barabarani wanasema Bwana asifiwe, kwa sababu akikwambia Bwana asifiwe anakwambia Bwana wake yeye. Na wao watasema wewe amesema Bwana asifiwe, basi ni mwenzangu. Hapana. Linatafutwa agano, na agano ndio hilo lililofichwa ndani ya Kristo Yesu. Ndio maana liko kule ndani ya Kristo Yesu, ili shetani asikuondoe kwenye haki yake. Lakini cha ajabu, shetani anafanikiwa kutuondoa kanisa ama watu wa Mungu, wana wa Mungu, kwenye hiyo haki. Swali linakuja, shetani anafikaje mpaka ndani ya Kristo kuchomoa kitu ambacho ni hazina yako? Una safe umeweka ndani ya nyumba. Ukienda kwenye mahoteli ya mahoteli makubwa, kila chumba ni sheria na kanuni za hoteli. Lazima waweke safe. Safe ambayo inafunguliwa kwa kodi. Sio safe tu utaenda kufanya hivi ufungue. Kwa kodi namba. Kwa hiyo yule atakayeingia kwenye chumba hicho siku hiyo, yani ndio amepanga hicho chumba, amepewa chumba hicho, yeye ndio ataijua hiyo kodi ambayo ni ya kufanya nini? Kufungua ile safe. Kwa nini wanaambiwa waweke safe? Ili kuzuia wizi wa majambazi ambao hawako nje ya hoteli, ni wale walio ndani ya hoteli, ambao ni wakina nani? Wafanyakazi wa hoteli. Wanaofanya nini? Wanaokuja kutandika vitanda, wanaokuja kusafisha chumba, wanapekua mabagi ya watu. Sasa kanuni, sheria, kanuni moja wapo, wanapita inspector, umejenga hoteli yako, wanakuja kukagua upitishwe ndio upate leseni ya kufanya hiyo. Safe ni lazima.
Ni nini usefu hii? Kwa nini ipo? Kwa ajili ya usalama wa huyo mgeni aliyemjengea hoteli. Kristo Yesu aliachiliwa kwa ajili yetu sisi, na ndio maana Mungu aliweka eneo la kuhifadhi vile vitu ambavyo ni sintavihitaji vya thamani. Vitu ambavyo ni vya thamani vilibaki vikihifadhiwa ndani ya Kristo Yesu. Sasa inakuwaje kama vimehifadhiwa, yani haki yangu mimi imehifadhiwa ndani ya Kristo Yesu, alafu mimi nakuwa kwenye wokovu nimeipoteza hiyo haki? Mwenye kuijua ile kodi ni nani? Ni mimi niliyepanga chumba hicho, niliyempokea Yesu. Hata wale kusafisha chumba wakija pale, hata wakafanya nini hawawezi kufungua. Mimi ndio naweza kufungua pale, nikaingia nikaipata haki yangu, ikanifanyia yale yaliyo yangu mimi, kwamba mimi ndio nina ufunguo wa kuingia ndani ya Kristo Yesu na kufanya Kristo akaachilia hazina ambayo iko ndani yake kwa ajili yangu mimi. Sasa inapofika mahali kwamba ile kodi inajulikana na mtu mwingine, swali, alijuaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama si mimi nilimwambia. Kuna mtu analo nasema nini? Kuna mahali tulikutana na huyo mtu, wenda sikuelewa, wenda nilielewa kwamba ndo natoa kodi, sijui, lakini nilijikuta nimefanya kitu ambacho sielewi kama nimeshapeana namba ya kodi yangu. Alafu yeye sasa akatengeneza mazingira kwangu mimi kuipoteza, kwa maana yake akachukua vile ambavyo vilikuwa vimo ndani ya Kristo Yesu, kwamba mimi sasa nitakuwa msababishaji. Na mimi sio kwamba nitasababisha, ila yeye sasa atavisababisha akiwa ndani yangu. Alafu sanduku lile litafunguka ili yeye mwizi anayeitwa kwenye Yohana 10:10 mwizi aweze kuiba. Aweze kuiba kwa kusudi gani? La kuharibu. Kwa kusudi gani? La kuua. Kwa hiyo baada time nakuja kuelewa nini kinaendelea, niko natafuta msaada na kubonyeza zile kodi ili niweze kufika pahali ambapo pana hazina yangu. Kodi, sanduku linafunguka, hakuna kitu. Maombi nitaomba. Biblia hiyo huyo ambaye kodi namba yake anafanya kazi vizuri, atatumia Biblia hiyo kwake, itafanya kazi. Lakini mimi ambaye nishaibiwa, nitatumia Biblia hiyo kwangu, itakuwa. Ndio na mimi nasema kwa nini? Kwa sababu kuna jinsi ambavyo shetani ameweza kumvuruga mwanadamu wakati fulani bila kuelewa. Ukimtazama Hawa na Adamu mwanzoni, waliharibikiwa bila wao kujua kama waliharibikiwa. Mtu angemwambia Hawa kwamba sasa ndio unauza, mtu angemwambia Adamu ndio sasa unauza haki ya uzaliwa wako wa kwanza, asingekubali, angekataa. Lakini ndio walikuwa wanauza. Mtu angemwambia Esau ndio unaondoka hivyo sasa, unauza haki ya uzaliwa wako wa kwanza, asingekubali, lakini ndio walikuwa wanauza hivyo. Ndivyo ambavyo inavyokuwa hata mimi, mtu akiniambia ndio unauza haki ya uzaliwa wa kwanza, mimi sielewi, lakini ndio nauza hivyo. Shetani alifanya hayo tokea mwanzo, akaiondoa haki ambaye leo inatafutwa kwa gharama za watu kufunga siku 100, siku ngapi kuitafuta hiyo haki, ambaye bado hawawezi kuipata, kwa sababu mvurugo ambao ulifanywa ndani yao, lazima ile system irejeshwe katika hali yake, ndipo itawezekana sasa kuhifadhi tena kitu pale na ukadini kodi zako. Sasa hivi mimi kodi yangu utaweka, natoa mfano, taweka labda 000. Basi hakuna mtu anajua.
Kwa hiyo alafu ngoje ifanye kazi. Nikijaribu kuweka namba nyingine, nikifungua naona haifunguki, najua safe yangu iko sawa sawa. Maana yake safe yangu iko sawa sawa, ushirika wangu na Kristo uko sawa sawa. Kwa hiyo chochote kilichohifadhiwa ndani ya Kristo kwa ajili yangu kiko salama. Kwa hiyo nikienda mbele zake kwa ajili ya hicho, kitaachiliwa, kitafanyika, majibu yatatokea. Sio kila jibu litatokea, kwa sababu pia inategemea ni nini ulichoenda kutafuta huko kwako. Ninazungumza katika maisha ya kawaida, kwa sababu mengine anaenda kutafutwa wakati mtu yuko kule kwenye mkondo ambao ni tofauti. Sasa kuna uharibifu uliofanyika tangu mwanzo. Mtanisamehe sana. Yaani somo tangu nimeliandaa mpaka tumaliza semina, nimegomewa kufundishwa kabisa. Naona Bwana anakuja na mambo yake, na wacha tuendelee na mambo yake. Anajua mwenyewe tunaenda. Hayo mengine tuyaache tu. Yatakuja wakati wake tutafanya. Kwa hiyo neema ya Mungu itoshe. Mungu ametukusudia yaliyo mema. Ndio maana akayahifadhi ndani ya Kristo, yakakaa hapa. Hayo mema aliyotukusudia Mungu sio magari na majumba. Hayo sio mema ya Mungu. Nilishawahi kusema kuna kitu watu tuliokoka lazima tujifunze kujua, hata ndio mtu unapoomba uweze kujua unaombaje. Hiyo ndio nasema usingine mtu anakuwa amepoteza ile code number yeye mwenyewe, kwa sababu sasa amehamishwa. Kwa hiyo yeye yuko kwingine. Amehubiri mtumishi wa Mungu ambaye ametangulia, Mungu akubariki sana, kwa sababu alikuwa anatembea huko huko na Bwana anatupeleka tena huko huko. Kuna watu wanahamishwa, alafu wanapoomba wanafikiri ndio wanaomba. Amesema wazi kabisa, walikuwa wanaombea wachumba, walikuwa wanaombea ni Zaburi sura ya pili mstari wa 8. Yes. Nitaanzia mstari wa 6. Mstari wa 6 anasema, nami nimemweka mfalme wangu. Yeye ni mfalme wa wafalme. Tukisema ni mfalme wa wafalme, sio kwamba ni mfalme wa wale wafalme watawala wa duniani. Yeye ni mfalme kwa sababu watoto wake ni wafalme, si ndio? Ndio maana king, mfalme, mtoto wake anaitwa prince. Akienda mahali popote unasikia ni mfalme wa nchi fulani, kwa sababu baba yake ni mfalme. Kwa hiyo anaposema kwamba ni mfalme wa wafalme, ni mfalme wa mimi ambaye ni mfalme, kwa sababu mimi ni mtoto wa familia ya kifalme. Kwa hiyo kwa sababu mimi ni mtoto wa familia ya kifalme, mimi ni mfalme. Ndio maana alisema sisi ni miungu. Alisema kwenye Zaburi kama sio 82, amesema karudia tena kwenye Qur'an 82. Anasema Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu. Anasimama katika kusanyiko la Mungu. Katikati ya miungu anahukumu. Hata lini mtahukumu kwa dhuluma? Huko kwingine ngoja nisisome. Niende pale kwenye mstari wenyewe nao nitanipa kueleza maneno marefu kuanzia huu wa kwanza anaozungumza Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu. Sasa nataka kitu kimoja tu, naomba huko ni Hana. Mstari wa 6 anasema hivi. Mstari wa 6 anasema hivi. Mimi nimesema ndini miungu. Wakina nani? Sisi. Kwa sababu yeye ni nani? Sababu yeye ni Mungu. Sasa akisema sisi ni miungu, sio kwamba sisi ni mashetani, kwa sababu kule kuna miungu. Kule wanaitwa miungu pia, kwa sababu huyu anaitwa Mungu wa miungu. Maana hakuna Mungu anayeweza kusimama akasema yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu wetu sisi, akatupa sisi ni miungu kwake. Miungu wadogo.
Sisi ni wafalme, maana yeye ni mfalme wa wafalme. Kwa ametupa, ndio maana alimpa mtu kutawala. Amempaje mtu kutawala? Kwa sababu ni mfalme huyu mtu. Sasa kwa sababu ya mtu kushindwa kuijua nafasi yake ya ufalme, nimeshindwa kusimamia mamlaka ya kumiliki, kwa sababu sijatambua kwamba mimi ni Mungu. Sasa msende kuambia watu, nikana watu wanakata hata vipande kama hivyo, alafu kisha wanaanza kwenda kusema huyu mahubiri yake ni apotofu. Huku kwingine kote watu waje wanakata kile kipande nacho kinakuwa kama vile kimepoteza maana, lakini wakati maana anaelezewa wanahatoa, ndio wanaenda kutukana. Anasema mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona ni namna gani ambavyo kuna mfumo. Leo tutazungumza habari ya mfumo, sababu anasema kuna mfumo ulioharibiwa ambao ndio tukasema tunataka kwenda kukaa kwenye msingi leo. Lakini kwa mfumo huo ulioharibiwa, kuna mtu atashindwa kukaa leo kwenye msingi. Sababu nataka tujifunze hilo, tuweze kujua kwa kifupi sana, na neema Mungu itatosha kwa kifupi sana, ili tukimaliza basi atukadishe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hicho ambacho kinachotakiwa kujulikana leo na mimi sio roho. Maroho haya sijui nini, kama jana alikuwa kwenye kazi nyingine na sisi, na Bwana amethibitisha tu kwenye ushuhuda wa huyu sasa, kushuhudia naye Mungu alisema nini na yeye na mwingine kama kuna mtu Mungu alimuonyesha. Leo anasema mfumo wa mtu binafsi, sio roho iliyotoka kwa ikaja kaingia ikakaa. Kile kilichogeuzwa ndani ya mtu ndio leo anataka kufanywa kazi. Kwa sababu hicho sasa kilipogeuzwa hivi, ndipo maroho yakapata nafasi ya kuingia. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Ndio mlango kawa wazi, access ya shetani kupenya na kupata makao. Lakini mfumo unapokuwa haujageuzwa hawezi kupita. Ndio maana ameanza kusema habari ya haki hapa. Nasema habari za haki. Haki yangu hata ukiniuliza nisema nini, mimi sijui tena nimesema nini. Haki yangu. Afadhali nicheke tu mwenyewe. Haki yangu yakaa ndani ya Yesu. Lakini nikiipoteza haki yangu, haitampa Mungu kupoteza ya kwake ili aje akanisimamishe mimi. Ila kinachotakiwa ni mimi kupokea ufahamu, ili sasa nigeuzwe nia. Sasa ukisikia habari ya kugeuzwa nia na kufanywa upya, nia yangu ikigeuzwa nikafanywa upya, ndio kile cha upande ule hakipati nafasi ya kupenya, kwa sababu mlango wake sio. Vitakavyoweza kupata nafasi ya kupenya ni vile vinavyotoka